الحمد لله القائل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Watukufu wapendwa Waislamu ambao mmehudhuria fi baiti min buyuti Allah, baada ya kutekeleza faradhi tukawa ni watulivu, lengo na madhumuni ni kuisikiliza Qur'ani. Na ajabu na siri ya Qur'ani, kile kisomwa huwa ni mpya katika maisha yako. Aya hizi kama mwakumbuka jana zimesomwa na msomaji huyu, walakin ajib kwamba leo wakati akisoma ulikiona ni mpya za kuathiri upya, na lau kesho atasoma tena aya hizi utaona kwamba ni mpya katika maisha yako na za kugusa, zina taathiri kubwa katika maisha yako. Qur'ani ina taathiri katika ngozi, Qur'ani ina taathiri katika mioyo, Qur'ani ina taathiri katika mwili wako mzima. System ya mwili ya mwanadamu inakubaliana na Qur'ani. Hata ndio wale wataalamu wameonesha kwamba ile walunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin, Qur'ani haitiwi kwenye sindano kadungwa. Hakuna mahali tumeona kwamba kuna kombe au maji yametengezwa yakatiwa kwenye sindano kadungwa. Walakin Qur'ani ukisomewa inakubadilisha hali yako ruhaniyan, kiroho, kiafia. Hata kiwa na maradhi ya ngozi yanaweza kubadilishwa na usomaji wa Qur'ani, lakini kwa sharti wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin. Sharuti uwe na imani, sharuti uikubali Qur'ani kwamba ni shifaa, sharuti ukubali Qur'ani kwamba ni nuru wa hudan katika maisha yako. Ukikubali basi Qur'ani itakubadilisha. Hii ndiyo siri ya Qur'ani. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema miongoni mwa ajabu ya Qur'ani, wala yakhlaqu ala kathrati rad, wala haichakai kwa kurudiwa sana, haichakai kwa kurudiwa. Lao ikarudiwa na ikasomwa itakuwa ni ile bado yaathiri al-Qur'an al-Karim. Waislamu tukufu, tuko kwenye aya zetu jana ambazo tumeanza, innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale ambao wamesema kwa mioyo yao, wamesema kwa viungo vyao, wamesema kwa matendo yao. Wamesema nini? Rabbuna Allah, Mola wetu ni Allah. Mtume asema dhaqa ta'ama al-iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama rasulan wa nabiyya. Dhaqa ta'ama al-iman, ameonja, amekwisha kupata tamu ya imani yule man radhiya billahi rabba, ambaye atakubali Allah ndiye Mola wangu, Allah khaliqi wa raziki, Mola wangu ni Allah, mwenye kuniruzuku ni Allah, mwenye uhai wangu ni Allah, mwenye kufa kwangu ni Allah. Inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hakika uhai wangu, kufa kwangu, ibada yangu, mzunguko mzima wa maisha yangu lillahi rabbil alamin, ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake. Ukiishi namna hiyo itakuwa dhukta ta'am al-iman,
umeonja tamu ya imani. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, kisha wakalingana. Istiqama wanazuoni wasema ni luzumu taati Allah, ni kulazimiana na taa ya Mwenyezi Mungu, ndio maana istiqama. Sayyiduna Ali akasema thumma istaqamu thumma addu alfaraidha, kisha walitekeleza zile faradhi. Sayyiduna Uthman akasema thumma istaqamu thumma akhlasu al-amala lillah, kisha wakafanya amali zao kwa ajili ya Mungu, ndio bimaana thumma istaqamu. Tena na wanavyoni mbalimbali wakasema, lakini mkusanyiko wa taarifa ni kufanya amali au kulazimiana na amali kwa ajili ya Allah jalla jalalu. Watu hawa wamepita katika maisha. Istiqama kila siku tuiomba katika sala. Sasa hivi dhuhuri tulikiomba istiqama, ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim. Kila siku mara 5 katika swala za faradhi, mbali sala za sunna mara 17 wanasema ihdina siratal mustaqim, ewe Mwenyezi Mungu tuthubutishe. Ihdina sio maana tuongoze, la. Ulipotoka nyumbani ukaja msikitini umekubali Mungu ni mmoja. Ulipofunga Ramadhani umekubali Mungu ni mmoja. Uliposhika msahafu kasoma umekubali Mungu ni mmoja. Uliposhika tasbihi ukasema Allah Allah Allah, umekubali Mungu ni mmoja. Lililobakia ni kwamba akuthubutishe juu ya hii istiqama. Ihdina siratal mustaqim, tuongoze tuthubutishe juu ya as-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim tutaipata wapi? Siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao kwamba umewaneemesha. Ukitaka kuongoka uangalie watu waliongoka vipi. Hata mwenye kutaka kupotea huangalia wapotevu ni kina nani, akafuata nyaya zao. Mwizi mkubwa hawi mwizi mpaka atafute jizi lilokomani nani asome wizi. Ekta mkubwa hawi ni ekta mpaka afuate nyayo za maekta au fikirie uekta thabiti. Wakisa la dhalika, hata mfanyi biashara. Ndio le moja mwana saikolojia akasema, katika ulimwengu usianze sufuri, anza 5. Katika ulimwengu ukianza lolote ulianzalo usianze sufuri, anza 5. Kwa nini uanze sufuri na 5 iko? Mimi nitaka kuwa mwanachuoni. Aliyekuwa mwanachuoni ampita njia gani akawa mwanachuoni? Mimi nitaka kuwa mtangazaji. Aliyokuwa mtangazaji ampita njia gani akawa mtangazaji? Mimi nitaka kuwa cameraman, tunaye msikitini, alikuwa vipi mpaka akawa cameraman? Usipate tabu, wako walotangulia kabla ya wewe hujaanza. Wamfika 5, wamfika 100, wewe usianze sufuri. Fuata nyayo zao, wampita wapi na utafika. Wataka kuwa mfanyi biashara, angalia biashara gani wataka kufanya, wafuate walioanza biashara ile. Ina changamoto gani, ina faida gani, ina hasara gani, ina mazito yapi, ili na wewe uyajue, ufuate na uendelee. Kwa hivyo wataka kuwa mwema, ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hao ndio watu wema, hawa ndio watu ambao kwamba wenye msimamo. Thumma istaqamu, wataka kuwa na msimamo. Muangalie Sayyiduna Bilal, anaadhibiwa, anachomwa kwenye moto, anapigwa viboko, anapigwa mijeledi, anasema ahad 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 ahad, habadiliki. Muangalie Khabbab ibn al-Arat, anachomwa na moto kwenye maungo yake, na huku mafuta yanazima ule moto, kwa sababu amesema Allah Allah. Mafuta yanazima moto, wala habadilishi msimamo, ni yule yule amwamini Mwenyezi Mungu ni mmoja.
Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, bada al-islamu ghariban fasayaudu ghariban kama badaa fatuba lilghuraba. Qila waman humul ghuraba ya rasul Allah? Qala alladhina yuslihuna ma fasada an-nas, wa fi riwayatin alladhina yasluhuna inda fasadi an-nas. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, bada ad-dinu ghariba, dini imeanza ni mgeni, wasayaudu ghariban kama badaa, na itarudi iwe mgeni kama ilivyoanza. Mtizamo wa hadithi hii tu utizame hivi, bada ad-dinu ghariban, dini ilianza ni mgeni, ilikuwa wengi hawaielewi, lakini wachache walikuwa na nguvu. Bada ad-dinu ghariban, dini ilianza ni mgeni, wengi walikuwa hawaielewi Uislamu, lakini wachache walikuwa na nguvu katika Uislamu. Fasayaudu ghariban kama bada, dini kama ile itarudi iwe mgeni kama ilivyoanza. Wengi watakuwa hauelewi Uislamu wala hawaujui Uislamu, wachache watakaojua Uislamu watafaulu katika maisha yao. Ndipo Mtume alipoulizwa, man humul ghuraba, ni kina nani wageni? Alisema, alladhina yuslihuna ma fasada an-nas, wale ambao watayatengeza yaloharibiwa na watu. Dini imeharibika, dini haieleweki, dini ina sura mbaya, watakuja watu wasimame msimamo wa kuonesha kwamba hadha huwa al-Islam. Wa fi riwayatin alladhina yasluhuna inda fasadi nas, wale ambao wao watatengea watu wakiharibika, wawe ndio kioo cha Uislamu katika watu. Naam, hivi ndivyo Uislamu ulivyoanza. Ulianza kwa watu wachache wenye nguvu, wenye istiqama, wenye msimamo, ambao hawakubadilika katika maisha yao, kama kina Bilal, kama kina Khabbab, kama kina Suhaib, kama kina Mus'ab bin Umair, kama Sa'ad bin Abi Waqqas na wengineo walikuwa na msimamo katika dini yao. Mwangalie Sa'ad bin Abi Waqqas, wakati aliposilimu mama yake akakaa na njaa, hataki kula, ima ni Sa'ad arudi katika ukafiri au aendelee kutokula afi. Sa'ad ibn Abi Waqqas akamwendea mama yake, akamwambia, mama, nakwambia hivi, kula au usile, mimi siwachi Uislamu. Akaendelea akamwambia, lau utakuwa na nafsi 1000, iwe nafsi moja yafa nikikuona, nafsi nyingine ife nikuone, nafsi nyingine ife, mpaka zimalizike zote 1000, siwachi Uislamu. Kula usile, kufa nafsi 1000 zife, lakini siwachi Uislamu. Ndio pale ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, kina Sa'd bin Abi Waqqas an'amta alayhim. Mwangalie Musa bin Umair, shabun barubaru, ameinukia katika utajiri, kwao kuna pesa, kuna senti. Hakuna mtu katika Maka alikuwa akinukia kama Musa bin Umair. Hakuna mtu kwa leo ameinukia manake akiwa na senti, akitaka gari, akitaka leo sukuta, akitaka sijui pikipiki, akitaka tuktuk, zote kupata. Musa bin Umair alipoona haki ni Uislamu, aliingia katika Uislamu. Wakamzuilia watu wake mali, wakamnyang'anya nguo, wakamnyang'anya magari, wakamnyang'anya kila aina ya kitu kizuri. Mus'ab akawa avaa nguo viraka. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambia masahaba, mwangalie ni Mus'ab, hakuna mtu tajiri kwao kama Mus'ab bin Umair. Leo anavaa viraka kwa ajili ya Mungu na Mtume, awache starehe kwa ajili ya Mungu na Mtume. Ndio pale tunaposema ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim. Waangalie hawa walosimama kidete ili Uislamu nifikie mimi na wewe. Bada ad-dinu ghariban,
Dini ilianza ni mgeni, ina watu kidogo wenye msimamo na wengi walikuwa hawaielewi. Itarudi iwe hali ile ile kwamba ni wachache wanaoielewa, wengi hawaielewi. Lakini tuangalie ni wale wachache waliokuwa na msimamo katika Uislamu, waliokuwa na msimamo katika dini, ndio waona kwamba tarihi yazunguka msimamo wa Sayyiduna Bilal. Uangalie katika vita vya Badri, wakati watu wapigana vita vya Badri, Mtume awaambia masahaba, mwajua alama yenu ya kujuana ni nini? Soma katika Rijal Haula Rasul cha Khalid Muhammad Khalid, asema kwamba alama ya vita vya Badri ilikuwa ni ahadun, ahadun, ahadun. Waislamu wasema ahad, ahad. Wakimsikia anasema ahad, ni mwenzangu huyo. Maanake wakati wa nyuma kafiri alikipiga kilemba na upanga, na Muislamu naye apiga kilemba na upanga na majoho. Maanake hii majoho, kanzu, vilemba ni culture ya Waarabu. Hata tuona nchi nyingine utamwona mtu yuko pande ule mwenyewe asupa na mpiga kanzu nzuri nzuri kabisa, lakini utamwona ayumba yumba, ametumia vitu na kanzu nzuri kabisa, ile ambayo kwamba waja nayo Ijumaa, yeye mwenyewe anakwenda nayo mahali pengine, kwa sababu kanzu, vilemba, majoho ni culture ya Waarabu, na mtume wetu ni Mwarabu. Kwa hivyo na sisi tukaiga culture yake, twazivaa. Sasa ikiwa kafiri ampiga kilemba, ampiga na joho, ampiga na kanzu, ampiga na upanga, tutatambuana vipi kwamba huyo Muislamu na huyo si Muislamu? Mtume akumbuka tadhhiya ya Bilal, Mtume akumbuka istiqama ya Bilal, awaambia masahaba, leo alama tutakayoitumia ni ahadun, ahadun, ahadun. Ukimsikia mtu asema ahadun, ni Muislamu huyo. Imezunguka tangu Mtume na Bilali wakiwa Maka, tarihi ikazunguka wako Madina baada ya miaka katika vita vya Badri, ahadun, ahadun, ahadun yatajwa katika vita vya Badri, kuonesha kwamba neno hili lilitoka min qalbin, likitoka katika moyo, lilikuwa lina imani. Neno hili lilikuwa latoka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, halina haja ya dunia, ilikuwa ni kwa ajili ya Mungu tu. Ndio pale Bilal azungua katika uwanja wa Badri, mara amuona ule Umayya ambao kwamba alikimtesa, akimuona amwambia, niwachieni na mimi nimmalize leo. Umayya akimuona akimbia, ameingiwa na hofu. Sio Bilal yule wa zamani, sio Bilali wa mwanzo, ni Bilal ambao kwamba kila kukicha anapata imani, kila kukicha anapanda daraja katika iman na istiqama. Bilal amuua Umayya, wa tilka al-ayamu nudawiluha baina an-nas, mambo yazunguka. Bada ad-dinu ghariban fasayaudu ghariban kama bada, lakini bisharti al-istiqama. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, wale ambao wamesema Mola wetu ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakalingana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia, shayabatni hudun wa akhawatuha, Hudi na dada zake walimtoa nyele nyeupe Mtume, yani surati Hud na dada zake Hud walimtoa nyele nyeupe Mtume. Wacha mimi natolewa nyele nyeupe kwa ajili ya maisha, au mwanamke amekutiriri sana mpaka nywele nyeupe, au mambo kwa mazito, au kwa vitu vingine, au mawazo mengi. Unajua kwa sasa binadamu wanazeeka haraka kwa sababu ya mawazo mengi. Kwanza, pili, hawapati khalwa. Ile jana kaigusia, wengi siku hizi hawana khalwa. Hakuna mahali mtu atakwenda akae kwa muda fulani atulie, ana mawazo mengi. Ndio kana wale wenye taaluma kwambia, leo watu wana fikra milioni na hata moja itekeleze, kwa sababu hana nafasi. Nitakaa wapi nitekeleze mpaka niamue hili na hili nitekeleze? Hana nafasi hiyo. Leo kila mmoja kamuuliza hapa, memory imejaa, yangu imejaa, yako imejaa, ya ule imejaa. Katika memory kujaa, futa basi, tekeleza mengine, utie mengine amwaika, wasahau sasa. Sijui jana nilikuwa na nini, sijui nilikuwa nafikiri. Maana huna khalwa katika maisha yako, huna utulivu katika maisha yako. Walakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hud na dada zake wamtoa nyele nyeupe. Kwa nini atoke nyele nyeupe? Alipoambiwa fastaqim kama umirta anta wa man taba ma'ak, istaqim, lingana. Mtume amelingana, aambiwa lingana. Mimi na wewe tuambiweje?
Ni kama mfano wa kiuku Uswahilini, mtu ambeba gunia la kilo 100 ambiwa kazana. Akazane vipi? Wakati mwingine utamwona mtu huteremka na kazana mwanamume. Ni kazane vipi bwana, na gunia 100, gunia la kilo 100 wanaambia kazana. Kazana nina gunia la kilo 100 shekhe, ni kazane zaidi hapo tena. Sasa mtume asimama usiku, mtume asoma Qur'ani, mtume atoa sadaka, mtume afanya yote yanayofaa kufanywa. Mungu amwambia fastaqim kama umirta anta wa man taba ma'ak, lingana kama alivyoamrishwa wewe na walioko pamoja na wewe. Sasa mtume hili likamtia kiasi kikubwa azeeke, kwa sababu ya ile uzito, nilingane vipi mpaka Mungu akubali nimelingana, nifanye amali namna gani mpaka Mungu akubali nimefanya, niwe na msimamo kiasi gani mpaka Mungu aukubali msimamo ule. Allah autaka msimamo wangu na wako utakuwa kiasi gani? Hapo ndio kana kazi. Ikiwa mtume atakuwa na nywele nyeupe, basi sina ndevu na kila kitu viwe vyeupe kwa ajili ya kuitafuta istiqama. Watu hawa wapata faida gani? Ukiwa na istiqama katika swala zako, istiqama katika somo yako, istiqama katika Qur'ani yako, istiqama katika biashara yako, istiqama katika mzunguko mzima maisha yako, wapata nini? Tatanazzalu alayhimul malaika, tatanazzalu alayhimul malaika. Hawa watu kabla hii wana mazuri Mwenyezi Mungu aliowaandalia, ni tanazzulul malaika, wanateremkiwa na malaika. Kwani hivi sasa hatuna malaika sisi? Tuna raqibu atid, raqibu atid. Kuna muaqibatu min bayni yadayhi yahfazunahu min amri Allah. Tuna malaika hivi sasa, tuna raqibu atid. Kuna wale ambao kwamba waita muaqibat. Muaqibat ni wapi? Wale ambao kwamba ghafla hukuokoa. Wakati mwingine unakwenda kugongwa na gari ukajikuta umeruka kwenye pavement mpaka upande wa pili. Leo si mazoezi umerushwa, mazoezi yako zaidi kitu. Kuna muaqibat, wale ambao kwamba kazi yao kukuokoa ikiwe siku bado. Ulishawahi pengine kupata kuangukiwa na mnazi, ukahepa kidogo tu ukaanguka karibu na wewe, wasema lao nisingelala kidogo tu ungenimaliza. Sema sala kulala, umelazwa. Kuna wale muaqibat ambao wanakuepusha, lahu muaqibatun min bayni yadayhi. Wana muaqibat ambao kazi yao kukuhifadhi wewe, yahfadhunahu min amrillah, wanakuhifadhi wewe kwa amri ya Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Malaika hao pia tunao, raqibu atid tunao. Sasa hii tanazzul ni special. Hii tanazzul ni khassa kwa wale wenye istiqama, si yoyote, khassa kwa wale wenye istiqama. Tanazzuli hii ni wakati gani? Wakati wa kufa, wakati wa kutolewa roho, waelekea kwa Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Saa zimefika, pumzi zimekoma, hatua zimemalizika, riziki inshafuisha, vinywaji basi, umri kwisha. Sasa wakati huo Mwenyezi Mungu analeta malaika khasatan lak, kwa ajili yako peke yako, kwamba ulikuwa na istiqama katika ulimwengu. Tusikilize hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad anil Azib ibn al-Barra, kutoka kwa Azib ibn Barra asema, tulisindikiza jeneza la sahaba mmoja katika Ansar. Tulipokuwa naye, walamma yulhad, kabla hajatiwa katika ufuko, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajalasna haula, mtume kakaa na wale masahaba, akasema tukakaa pambizoni mwa mtume, kaanna ala ruusina at-tayr. Sahaba sema sote tulikaa, mtume ameinamisha kichwa, jeneza liko kando ya kaburi, na masahaba nao wakakaa wakainamisha vichwa, kana kwamba juu ya vichwa vyao kuna ndege, wamenyamaza. Wa fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam udun yankutu bihi ala al-ard, katika mkono wa mtume kulikuwa na kijiti akigonga gonga juu ya ardhi.
jeneza lile pale kwenye kaburi, masahaba wamekaa, mtume amebeba kijiti kwenye mkono wake, anagonga kwenye ardhi. Thumma rafa'a rasa, kisha mtume akainua kichwa chake akasema, ista'idhu billahi min adhabil qabr, ista'idhu billahi min adhabil qabr, ista'idhu billahi min adhabil qabr, marratayn au thalath, kama inavyoeleza hadithi. Alisema jilindeni sana kwa Mwenyezi Mungu na adhabu ya kaburi, jilindeni sana kwa Mwenyezi Mungu na adhabu ya kaburi, mara 2 au mara 3. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya hapa akageuka akawaambia masahaba, hakika innal abdal mu'mina, hakika mja mu'min inapokurubia sasa kwamba yuwaondoka duniani yuenda akhira, atahu malaikatun minas samaa, humjilia malaika kutoka mbinguni. Ile saroho yatoka yuelekea sasa ya kwamba madaktari, kalla idha balagati taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu alfiraqa waltaffati as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. Wakati umefika, daktari njoo, daktari lete oksijeni, daktari dunga, daktari geuza, wa dhanna annahu alfiraq, tayari yeye ashakuwa na yakini yuondoka, kwa sababu wale malaika atatu malaikatur rahman, wale malaika wamemjia yeye, yuangalia, ashughulika na kuangalia malaika, nyimo ashughulika na kumleta daktari. Wanamjilia malaika kama wale wanakaa na yeye maddal basar, upeo wa macho, yani yuko hapa kwa mbali kuna malaika wale wamekuja nini? Wanakuja na sanda bikafani, kwa sanda kutoka peponi, wanakuja naye wamekaa kando kabisa. Kisha anakuja malakul maut ila ra'si, malakul maut anakuja kwenye kichwa chake, anakaa, anaambia ayatuha an-nafsu tayyiba ukhruji ila rabbiki, ewe nafsi ambayo kwamba ni mzuri, toka uende kwa Mola wako. Mtume asema fatasilu, ile roho yachirizika kama vile tone linavotoka kwenye kiriba, yale maji yanavotoka pap yakadondoka, na ile roho yadondoka kutoka kwenye mwili wake, na kule inapokewa na malaika. Ndipo unapoona mja anapokuwa yeye yuelekea, utamuona ametizama mahali pamoja muda mrefu sana. Tazama pale mahali wewe, hata ukamgeuza tizama pale, na hata mkazungumza naye utamwona tizama kule. Watu jua sasa huyo yuwatuacha mkono, nekani yani ameelekea malaika, na wale malaika wako maddal basar, upeo wa macho, wanamwangalia, na Israel ambao kwamba ni malakul maut yuko kwenye kichwa chake, anaiambia roho sasa tayari wakati wa kutoka umetoka. Ile roho yuwaitoa. Baada ya kuitoa sasa, wale malaika wanaipokea kwenye ile sanda ya kutoka peponi, wanaipokea roho kama ile, wanakwenda nayo talakauna, wanaipokea wingu wa kwanza, wingu wa pili, mpaka wakipita wanaulizana, ma hadha, kuna nini hii, kitu gani hichi? Wanasema ni roho ya mu'min fulanun wa fulanun wa fulan, yanataja jina kwamba hii roho ya Bakari wa Juma wa Saleh, ile jina linaloitwa duniani, roho yake hii inakwenda mpaka wingu wa 7. Mwenyezi Mungu akasema, uktubu abdi fil iliyin, muandikeni mja wangu katika watu wema. Kisha roho kama hiyo irudisheni katika mwili wake katika ardhi, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ile roho inarudishwa tena duniani, irudishe katika mwili unapokuwa umetiwa kaburini. Rudishwa sasa, ikirudishwa inafanya kazi kama kawaida. Wale malaika wanamketisha ule mja, wanamuuliza, haya man rabbuka, yale masuala ya fasul awwal, yale shahada zako za degree hatuna haja nazo, master zako chukua mwenyewe, zimbakia duniani, jamaa washiajiko huku, shahada zako za PhD zimbakia huku, watu hana habari. Wauliza masuala ya fasul awwal, wakumbuka man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ndio masuala ya kaburini hayo. Man nabiyuka, man rabbuka, Allahu rabbi, ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum, huyu aliotumilizwa mjua, sema namjua,
ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ma ilmuka, ilmu yako nini? Qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu, nimesoma Qur'ani na nimeiamini na nimeikubali. Fayunadi mudadin minas sama, anaita mwenye kuita mbinguni, an sadaka abdi, mja wangu amesema kweli. Fa afrishuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna, mtandikieni mja wangu peponi, mvalisheni mavazi ya peponi na mfungulie mlango wa peponi. Basi ule mja ananyoshewa kaburini, upewa macho yake, harufu nzuri zapatikana. Mara amekaa anajilia na mtu, fayati ilayhi rajulu, anajiliwa na mtu hasanul wajhi, uso wake mzuri apendeza. Anashtuka, anambia ma hadha alwajh, ni uso gani huo ambao kwamba yaati bi khairin, unakuja kwa khairi? Anaambiwa ana amaluka salih, mimi ndio saumu yako, mimi ndio swala yako, mimi ndio qiyamul layli yako, mimi ndio Qur'ani yako, mimi ndio sadaka yako. Yale mazuri uliyotenda yanakuja kwa sura ya mtu mzuri, humjui. Anaambia mimi ndio somo yako mzuri likinifunga, mimi ndio ile sala yako likiisali kwa jamaa, mimi ndiye Qur'ani ambayo likiisoma, mimi ndiye sadaka zako ambazo kwamba likizitoa ala wajhil ard. Angalia namna gani ule mja anasema, rabbi aqimi saa, rabbi aqimi saa hatta arji'a ila ahli wa mali. Mwenyezi Mungu, simamisha kiyama nirudi nione watoto wangu tuingie peponi pamoja. Simamisha kiyama nirudi na yale mali yangu yote niingie naye peponi. Ambia bado endelea kutanaam, endelea kuona raha. Huyu ni mu'min. Tatanazzalu alayhim almalaika, kwanza wapata tanazzul almalaika. Pili, wapata salamu Allah, salamu Mwenyezi Mungu. Abdullah bin Mas'ud asema mja wa Kiislamu, mja mu'min, roho yake inapokuwa karibu kutoka, Mwenyezi Mungu anampa salamu kwamba akri li abdi fulan assalam, mpe salamu mja wangu fulani, kabla hujamtoa roho. Wapata salamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tatu, unapata salamu kutoka kwa malaika, alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Wala ambao kwamba malaika wanateremka, salamun alaykum, kwanza anakuwa mkuu kabla roho haijatoka, hiyo tanazzalu, wanakuwa mkuu, assalamu alaykum, assalam, kwanza salamu ya Mungu kwanza. Mu'min ana daraja kubwa kwa Mwenyezi Mungu. Mu'min ana daraja kwa Mwenyezi Mungu kuliko al-Kaaba. Sijui mna habari hiyo? Mu'min, mimi na wewe tuna daraja kwa Mwenyezi Mungu kuliko al-Kaaba. Hata mwenyewe Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Quds asema hakuna kitu Mwenyezi Mungu anataraddad kukifanya kama kuitoa ruhu ya mja wake mu'min. Niitoe nisiitoe, niitoe nisiitoe. Kwa ile daraja alionayo mu'min mbele ya Mwenyezi Mungu, una daraja kubwa kuliko al-Kaaba, kuliko chochote mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu jalla jalalu anapokupigia salamu, malaika wanakupigia salamu, tibtum fadkhuluha khalidin, mutakamileni. Baada ya hapo malaika wanakutuliza, alla takhafu wala tahzan. Yote haya ni kwa ajili ya wale wenye istiqama. Hapa ndio utaona kwamba ruhu ya mwanadamu ina marhala matatu katika mwili wako. Roho yangu na yako ina marhala sampuli tatu. Kuna marhala inakuwa na nguvu kiasi, kuna marhala inakuwa na nguvu zaidi, kuna marhala inakuwa na nguvu zaidi na zaidi, na mahali pa mwisho inakuwa zaidi. Roho ile ile moja. Angalia hivi sasa mimi na wewe tuko hai, tuna roho, lakini roho yangu na yako inapokuwa hai nguvu zake ni mahdud kiasi fulani. Hivi tuko mimi na wewe, kipofu haoni lakini ana roho, duku hasikii lakini ana roho. Kwa hivyo wakati napokuwa uko macho, masikio yahitaji roho, macho yahitaji roho, mikono yahitaji roho, sawa.
Unapolala roho yako yapanda daraja na kuwa na nguvu zaidi kuliko ukiwa macho. Sijui na habari hizo. Roho yako kilala inakuwa na nguvu kuliko unapokuwa macho. Kwa sababu ukiwa umelala roho yako yaona bila macho, yasikia bila masikio, yatembea bila miguu, yala bila mdomo, yazungumza bila ulimi. Kama walikumbuka hilo, ukishakulala wewe tayari roho yako yatembea, waota, watembea, wapeleka pesa benki, wapokea matunda, watia nyumbani, wala wafuturu, wacheza, yani yote hiyo. Na mwili umelala, mwili hauna kazi tena. Roho unapolala inakuwa na nguvu zaidi kuliko unapokuwa macho. Kwa hivyo kile kielekea kwenye kufa, roho inakuwa na nguvu kuliko unapokuwa hai. Kila inapokuwa roho inakuwa mbali na mwili, inakuwa na nguvu zaidi kinyume inapokuwa ndani ya mwili. Inakuwa na nguvu. Ni mfano nimekupa uangalie sana. Hivi sasa uko hai, wapepesa pa kilioko nyuma yako kijue. Lakini ukilala hata cha nyuma akiona. Hapa uko saizi hujafika Maka wewe. Ukilala utakwenda Maka. Uko hapa saizi hujafika London, ukilala utakwenda London, utakwenda Paris, utakwenda mahali kadha, utatembea mpaka utakaporudi. Hii inaonyesha kwamba roho yako inapokuwa mbali na mwili inakuwa na nguvu zaidi kuliko inapokuwa katika mwili. Twende sasa ikiingia barzakh zaidi. Twende siku ya kiyama sasa. Ile roho inakuwa sampuli mbali inaporudi katika mwili. Inaporudi katika mwili siku ya kiyama, mwili ule hauendi chooni tena. Mwili ule hautoki kamasi. Mwili ule unaingilia wanawake 200 hauchoki. Mwili ule hauzeki tena. Mwili ule umeona sasa imekuja na muundo tofauti kuliko sasa. Yani kuna tagayur ya roho. Hivi ni vitu kwamba vyataka maelezo marefu, masala ya kiroho yataka tupate wiki kuieleza mpaka fahamike ile roho. Lakini alikuwa na roho tofauti ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye alikuwa ni bashara la kalbashar. Hata Mtume akiingia kwenye kibla akiwaambia watu istau, kisha akawaambia mimi nawaona nyinyi kwa nyuma kama ninavyoona kwa mbele. Hebu na mmoja na sasa itendekeze kwamba nyuma kuna nini? Sisi tu hapa. Nyuma kuna nini? Mmoja katika sisi. Mimi kilioko nyuma sijui kitu gani. Mpaka nigeuke. Mtume awaambia masahaba istau, kuweni sawa sawa, mimi nawaona nyinyi kwa nyuma kama ninavyoona kwa mbele. Hii ni khasais na miujiza na daraja alopewa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hata ruhania yake Mtume ni tofauti. Ndio kaona hata alipochukuliwa Baitul Maqdis ikawa tofauti na wenzake. Bali Nabii Musa aomba kumuona Mungu yuapomoka yuanguka. Rabbi arini anzur ilayk. Sema lan tarani. Hutoniona, huwezi wewe. Huna nguvu hizo wewe. Walakin anzur ila aljabal. Angalia jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Na Mwenyezi Mungu falamma tajalla. Mwenyezi Mungu ana tajalliyat, kuna tajall kwenye jabal, kuna tajall kwa watu wema, kuna tajall kwa mitume. Falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka. Kaanguka Nabii Musa akazimia, jabali likamusu lote. Alipoinuka sema nimetubia. Kwa nini? Kwa sababu si mustahid, roho yake na hali yake haijaandawa kumuona Mungu bado. Mtume sallallahu alaihi wasallam amuona, fakana qaba kausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha. Umeona? Wakawa qaba kausaini. Wengine kwamba fakana qaba kausaini ni Jibril na Mtume. Hapana. Sheikh Muhammad Mtawalli Sha'rawi akataa, asema kwa sababu Mtume na Jibril tangu duniani wako sawa, watembee. Hao wanatoka wote chini. Watembea ni Jibril. Na wanatoka wote chini. Amekuja akamchukua akampasua kifua akaenda naye inzila huna fasali. Ni nani na nani? Ni Mtume na nani? Fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadhaba alfuadu ma raa. Umeona kwamba qaba qausaini ni Mtume na Mwenyezi Mungu.
Ndio mwisho aya malizia, laqad raa min ayati rabbihi al-kubra. Yani nadhra ya mtume, roho ya mtume ina nguvu za hisia kuliko mitume wengine, kuliko binadamu wengine. Masala ya roho tuyawache, ni masala marefu, yataka ni tabu kuielewa kwa sababu ni ulimwengu hujaingia ndani. Ndio pale tunasema kwamba maisha barzakhi si maisha ya kaburi. Hata kama umeliwa na simba ni maisha barzakhi, aliomezwa na tewa maisha barzakhi, alioteketezwa maisha barzakhi. Si lazima uzikwe, utakwenda mahali tu utakuwa maisha barzakhi. Na nikukumbushe, iko siku uliwahi kuota uka ulimwenguni huoni mbingu, huoni ardhi, kuna mahali wazi, paitwaje pale? Ukumbuka? Si mbinguni, si ardhini, huoni mbingu, huoni ardhi, huona mahali peupe kama vile pamba, paitwaje kule? innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika, wanateremkiwa na malaika watu kama wale ambao wenye istiqama. Malaika wanaambia alla takhafu, msiogope, msibabaike. Ndio tunaona waja wema wakifa, tutamwona mtu amekaa kumbe amekufa, hakubabaika. Amekaa kwenye kochi mwamsukasuka inuko ile daku, kumbe amekwisha na tasbihi yake mkononi, anshakwenda kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, na hamjaamini kwamba amekufa. Alla takhafu, msiogope mauti, msibabaike, wala tahzanu, wala msihuzunike. Wanavioni mufassirun wasema wala tahzanu, msihuzunike kwa kuacha watoto wenu watakuwa salama. Wala takhafu, wala msiogope kufa mwenda mahali pazuri. Haya yote waambiwa na malaika wakati roho yatolewa, lakini sharuti ya istiqama. Alla takhafu, msiogope, wala tahzanu, wala msihuzunike kwa kuacha watoto wenu. Najua hakuna kitu kama watoto, mke na muacha huyo mzuri. Watoto wangu hajamaliza chuo kikuu, watoto wangu hajapata kazi bado, watoto wangu sijui alikuwa sijawekea mali kwenye akaunti, kuna bilioni 2 tu kwa be, sijui zitawatosha hizi. Nimewekea na nyumba 6 Likoni, 6 Changamwe, 6 mjini, 6 Mtwapa, 8, sijui zitawatosha hizi. Wasiwasi manake sijui watapigania, sijui Mungu asema la, malaika anakuambia alla takhafu wala tahzan, usihuzunike. Watoto wako wako katika dhamana ya Mwenyezi Mungu, watoto wako wako katika insurance ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwa muda kwamba walikuwa na takwa, walikuwa na istiqama. Nikukumbushe tu, wakumbuka katika suratul Kahfi wakati Khidri alikuwa yuwatoka safari ya elimu pamoja na Nabii Allah Musa, wakapita mahali fawajada jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Alipata kuna ukuta wataka kuanguka, akaujenga Khidri. Qala law shi'ta latakhadta alayhi ajra, lao wataka ungelichukua malipo. Kisha ndio sasa Khidri akawa anamueleza Nabii Allah Musa, fa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha. Muona kazi hiyo, kwamba ukuta ulikuwa ni mayatima wawili, baba yao amekufa, na chini ya ukuta kulikuwa na kanzul lahuma, kulikuwa na mabenki, mapesa yao chini ya ukuta. Wanavioni mufassiruna wakwambia kulikuwa baba hana kitu, Mungu kwa ajili ya wema wa baba aliwawekea kitu chini ya ukuta, na kitu hicho kilikuwa hakiwezi kuonekaniwa isipokuwa na mja wa Mungu. Fawajada abdan min ibadina, ndio ataona kazi hiyo, sio yote. Kuna abdan min ibadina, mja katika waja wetu tulompa ilmu kutoka kwetu, ndio ataweza kuona ile kanzi na mipesa iliyowekwa chini ya ukuta na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wema wa baba.
Wengine mufassiruna wasema la, baba aliweka lakini watoto walikuwa hawajui. Yote mawili tukubaliana, lakini sababu nini? Wakana abuhuma salihah. Wema wa baba unafanya kazi kwa mtoto. Kinyume chake uovu wa baba unaathiri watoto. Allahu Akbar. Wa biziddihi tatamayazu al-ashya, kinyume cha mambo hujulikana mambo. Kwa hivyo wema wa baba ikiwa unaathiri watoto na watoto wanufaika kwa wema wa baba, kinyume chake uovu wake pia utabakia unawaathiri watoto. Hatoka namna gani? Hawa watoto wazuri lakini baba yao humjue. Mashallah watoto na swali lakini baba yao humjua. Acha bana, hadith wala haraj. Mungu amrahamu, lakini Mungu amrahamu. Tusiseme mengi, lakini bana ataka kusema huyo, anataka kuanza kusema mengi. Tusiseme mengi. Mungu amrahamu. Ulikuwa humjui wewe? Hukuishi mtaa huu wa Kibokoni wewe? Ule humjui fulani ule mzee? Tuache bana. Mungu amrahamu. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mungu amrahamu weke mahali pema, lakini si mchezo bana. Lakini watoto wake wazuri, umeona? Lakini watoto wake wazuri, ule uovu mpaka leo bado waathiri wale watoto. Watajitahidi wafanyavyo, lakini bado. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na masahaba, akasema jameni, yani Ikrima yuko pale, akasema msimtaji Abu Jahali kwa uovu mkamuudhi Ikrima. Ndele udhkuru mahasina mautakum wa kufu ammasawihi. Hapa kuna Ikrima ibn Abi Jahl. Ikrima ameingia katika Uislamu, baba yake ni Abu Jahali, kweli ni muovu. Mkianza kusema Abu Jahali kwa kiabudu sanamu, Abu Jahali kwa jitu shupavu, ule kidogo binadamu utafanya nini? Utamgusa, utamwathiri. Kumbe baba yako alikuwa mwizi. Tujue sisi tutakuwa na kuswali msikitini, kumbe atupata faida. Kumbe baba yako alikuwa tapeli Kumbe baba yako alikuwa kaza. Kumbe ile ni baba yako. Sasa mtamtia unyonge. Mtume akawakataza masahaba wasimtaje Abu Jahali kwa uovu, kwa sababu wakimtaja watamgusa, watamuudhi Ikrima, watamtia unyonge Ikrima. Wakana abuhuma salihah, baba yao alikuwa ni mwema. Kwa hivyo ule wema ukatambaa, ukawanufaisha wale watoto, wakawekewa mipesa chini ya ukuta kwa ajili ya wema wa baba aliokuwa nao. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu, msiogope kufa, msiogope mwendako ni kuzuri. Wala tahzanu, wala msihuzunike, watoto wenu, mali yenu, jamii yenu iko katika dhamana ya Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Abshiru, pateni habari za furaha kwamba sasa mwenda peponi. Furahikeni kwamba mwenda aljanna, katika pepo. Ndio pale nilipogusia kwamba unapoingia kaburini baada ya kujibu maswala yote, sasa basi kule kaburini tena unafunguliwa, unaona, unastarehe, unakula, unakunywa, kila kitu. Ndio Mwenyezi Mungu akasema wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Msiseme wale waliokufa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Sio kwamba kuuliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu ndio ufe shahidi tu. Hapana. Kuna wengine wamekufa katika njia ya Mwenyezi Mungu wakiwa na istiqama, wakiwa na takwa, wakiwa na misimamo, wakiwa na ibada, wakiwa na kila zuri, basi hao peponi wanaruzukiwa, wanakula na kila kitu. Tena katika sura nyingine yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim. Katika suratu Ali Imran, wale waliokufa hawajaingia peponi, lakini katika ile maisha habari za khiyale, basi hadithi ya Mtume akwambia mtu akifa, ile roho ikipelekwa kuuliza fulani namna gani yuko duniani, fulani yuko, umemwachaje? Nimemwacha swala zake nzuri, akiendelea vile atakuja huku pia.
Yule aliyokufa karibuni huuliza, mbona simuoni huku katika mitaa ya Barzakhi huku? Maana kule Barzakhi kuna Kibokoni, kuna Changamwe. Ile mitaa ya Barzakhi mbona simuoni fulani? Tambia dhuhiba bihi ila ummihi. Allah, huyo ikiwa hayuko huku ungenda kwa mamake Hawiya. Wama adraka ma hiya narun. Maadamu mitaa hii ya watu wema hayuko huku, mitaa hii hukumuona, basi inaonekana huyo ampelekwa kule kwingine. Mungu atukinge nako ya Rabb. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, pateni habari za furaha kwa ile pepo ambayo kwamba kuntum tu'adun, mlikuwa muagizwa na mitume duniani. Mitume alipokuja akaambia kuna pepo, kuna moto. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'ani akasema, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Ya ayuha nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira, kwamba ndio kazi ya mitume kuja kutupeleka katika pepo na kutuepusha na moto, tena kwa njia nzuri kabisa. Na kazi hii mtume alikituambia na sisi tuifanye, ya kuwapeleka watu peponi na kuepusha na moto. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yumsindikiza Sayyiduna Ali na Sayyiduna Muadh kwenda Yaman. Aliwaambia nini? Yasira wala tuasira wabashira wala tunafira. Yasira, fanye dini nyepesi, wala tuasira, musifanye dini nzito, wabashira, wapeni watu habari nzuri za peponi, kwamba wataingia peponi. Wala tunafira, wala msikimbizane kwa kuambia watu motoni, motoni, fi nari jahannama, mwenye kufanya hivi motoni, na kila siku motoni mpaka watu huwa taabu. Ni kama zamani, makumbuka zile khutba za Ibn Nabata za zamani, Mungu amrehemu. Kila siku khatiba kija Juma, ya ayuhan nas ilamu annakum satamutun wa talqawna rabbakum. Juma nyingine, ayuhan nas ilamu annakum satamutun wa talqawna rabbakum. Kila Juma kija ilamu ayuhan nas mpaka watu wakafa kweli. Na kila siku mtakufa. Khutba za kufa tu mpaka watu falini hufa. Kwa hivyo hata sisi umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubashiriane pepo, tuongozane katika mazuri, tuwe na dhanna nzuri sisi kwa sisi, ili tuweze kufika katika hali nzuri. Watukufu pendwa, siku za kazi hizi na mwataka kurudi makazini, kwa haya machache ambao nimeweza kuieleza, basi Mwenyezi Mungu atie taufiki. Ikiwa nimepata, basi ni kheri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa nimekosa, ni udhaifu wangu kwa uchache wa elimu yangu, nimeweza kuieleza haya ambao nimeweza kuieleza. Lakini tuna furaha kwamba shekhe wetu wa darsa yuko, yeye ana uwezo wa kurudia haya mara ya pili. Aweza kuja kesho akasema hazikusui hizi, nitakurudia tena nizieleze. Ana uwezo huo kwa sababu yeye ndio shekhe wetu wa darsa. Sisi huwa ni kutabaruku na kutekeleza na kufuata amri yake ya kufikisha mmoja au mawili. Kubwa, umetoka na nini leo? Umbadilika kiasi gani katika maisha yako? Lipi ambalo kwamba umelipata moja au mawili yanaweza kubadilisha maisha yako? Hiyo ndio muhimu, sio yote, moja au mawili au moja tu kila siku. Leo ukachukua katika darsa la Kilifi, uende Konzi, uende yani neno moja tu, utaona mabadiliko mazuri katika maisha yako. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila hadratil nabiy sayyidina maulana Muhammadin Mustafa